Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Isaac Mpayo, karibu. Unaweza kutufuatilia hivi sasa mubashara Facebook au YouTube, anwani ni ITV Tanzania. Wakala wa vipimo mkoa wa Dodoma umefanya ukaguzi wa kushtukiza katika maeneo mbalimbali yanayotoa huduma za vipimo, zikiwemo sehemu ambazo zinauza maji kwa mashine ya kupima, ambapo wamesema operation hiyo ni endelevu na hivyo wafanyabiashara wote wauze bidhaa zao kwa vipimo halisi wanapofanya biashara zao. Leo tulikuwa kwenye zoezi letu la kawaida la kumlinda mlaji kupitia uhakiki wa vipimo mbalimbali. Tumefika kwenye maeneo ya wauzaji wa maji maarufu kama ATM za maji kwa ajili ya kucheki na kuhakiki kama kweli wale watumiaji wa maji wanauziwa maji kwa kiasi ambacho ni sahihi. Yaani mtu anapoenda anatumbukiza shilingi 200 ili apate lita moja, kweli anapata lita moja? Na maeneo tuliozunguka ni mitaa ya Makulu, Makole, Nkuhungu, kote tumebaini kwamba zile ATM zinafanya kazi vizuri na mita zake zimekaguliwa na wakala wa vipimo na tayari zina nembo ya wakala wa vipimo. Lakini zaidi pia tumetembelea gym sehemu ambayo wananchi wanaenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kuweka miili yao sawa na kulinda afya zao. Maeneo hayo tumehakiki mizani ambazo wanatumia kujipima. Tumekuta vipimo vyao, tumevihakiki na kuhakikisha kwamba vinapima kwa usahihi. Kwa hiyo wananchi ambao wanaenda kupata huduma ya mazoezi, basi wanapata mazoezi ambayo yametokana na vipimo ambavyo vimehakikiwa na wakala wa vipimo. Aidha, nimshukuru sana mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo kwa kuendelea kutuwezesha kufanya kazi hii ya uhakiki wa vipimo hapa Dodoma pamoja na Tanzania kwa ujumla. Ninashukuru kwa watu wa wakala wa vipimo tutembelea na kuhakiki kama kweli wanatuuzia maji kwa vipimo sahihi. Haya maji niliyoyashika kuja kununua hapa ni lita 1.8 na ndivyo ilivyo. Nafurahi sana kututembelea, maana huwa hatuna uhakika, wanatupimia tu, lakini kama mmekuja na nyie kwa hakiki, asante sana na tusaidie. Wakala wa vipimo wako vizuri, wanazungukia kila leo mashine hizi na kuthibitisha kwamba unapata ile kama ni nusu, kama ni lita, na maji yanakuwa ni masafi. Kwa hiyo tunashukuru, tunapata kile unatoa 100 yako, unaridhika, unapata maji nusu yako lita, unaendelea na maisha. Tunawashukuru sana wakala wa vipimo kuja kuhakiki kabla tujaanza, kabla mazoezi hayajaanza kufanyika. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Karibuni sana kwa kuhakiki kwamba vipimo vyetu viko sahihi na jimu yetu ipo sahihi. Maafisa wa usafirishaji maarufu bodaboda wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wameanzisha mfuko maalum wa kusaidiana kupata matibabu kutokana na kundi hilo hukabiliwa zaidi na athari za ajali barabarani na kujikuta hawana fedha za matibabu kwa wakati, na wakati mwingine kuchelewa kupata huduma au kupata ulemavu wa kudumu. Pamoja na umuhimu wa kazi hii, bado tunakabiliwa na changamoto kubwa ya usalama barabarani. Tumekuwa tukikumbana na ajali zinazotokana na uzembe, za kuto kuzingatia sheria za usalama barabarani, wakati mwingine vitendo vya baadhi ya watumiaji wengine wa vyombo vya moto wanaotumia barabara pamoja nasi. Ninaamini changamoto nyingi ambazo tunazipitia kama bodaboda, huu mfuko utatuwezesha, na ikiwemo kuinua uchumi wa wanabodaboda wilaya ya Chunya. Ninaamini kwamba viongozi wetu wakiusimamia vizuri, vijana wengi watanufaika na mfuko huu. Mojawapo ya mada iliyotolewa ilikuwa ni mada ya bima ya afya. Wakati serikali inajipanga kutekeleza mpango wa bima ya afya kwa wote, tumeona kwamba hawa bodaboda, maafisa usafirishaji, ni kundi maalumu ambalo na lenyewe linatakiwa lijiunge na bima ya afya. Ushabeza saa kwa sasa kutoka hapa ITV, ripoti maalum itafuata hivi punde.